makundi mbalimbali akiwemo waandishi wa habari, watetezi wa haki za binadamu na wadau wengine. Kwa hiyo ufuatiliaji wetu huu lengo lake ni kuhakikisha kwamba michakato ya utoaji haki inafanywa kwa mujibu wa sheria, katiba na misingi mingine ya haki ya haki za binadamu. Sasa swala la ufuatiliaji wa mwenendo wa kesi au trial observation, mwenendo wa kesi ya uhaini inayomkabili wakili Tundu Lissu Antipas kwa takriban siku 500 sasa toka atiwe kamatwe na kufunguliwa mashtaka haya, umekuwa ukivutia hisia kubwa za kitaifa. Ni shauri ambalo lina msisimko mkubwa katika taifa letu, una maslahi makubwa ya masuala ya amani na utulivu katika taifa letu, lakini katika masuala ya kisheria, kisiasa, kiuchumi na haki za binadamu. Ni shauri ambalo taasisi zote zinazosimamia masuala ya haki haliwezi kulifumbia macho na kuliacha kulifuatilia, kwa sababu lina maslahi makubwa sana na mustakabali wa amani na utulivu katika taifa letu. Kwa kutambua umuhimu huo, lakini pia swala la uwazi, uwajibikaji na imani ya umma katika taasisi za utoaji haki, mtandao ulianza kufuatilia shauri hili toka mwanzo. Mheshimiwa au wakili Lissu alipokamatwa tarehe 9 Aprili mwaka 2025 kule Kusini. Ufuatiliaji wa mwenendo wa kesi ya Lissu kama wakili, lakini kama mdau wa haki za binadamu, ni sehemu ya kazi ya mtandao wa watetezi wa haki za binadamu ya kufuatilia mashauri ya mfumo wa utoaji haki, ambapo mtandao umekuwa ukifuatilia kama nilivyosema kesi zinazowahusu watetezi wa haki za binadamu, mawakili, mashauri mengine ya maslahi makubwa ya umma kote nchini. Kupitia kazi hii, mtandao umefuatilia mwenendo wa shauri hili, kutathmini uzingatiaji wa dhamana na usikilizwaji wa haki, lakini tumekuwa tukifuatilia taratibu za kisheria, tumekuwa tukifuatilia upatikanaji wa haki katika mchakato huu, uhuru wa mahakama na utawala wa sheria. Pale inapobidi, mtandao tumekuwa pia tukichapisha taarifa hizi na kuzitoa kwa umma kama lengo la kuhakikisha kwamba tunatoa kumbukumbu kuhusiana na mienendo ya mashauri haya. Pamoja na taarifa zingine zenye maslahi kwa umma, mtandao umewahi pia kuchapisha ripoti za ufuatiliaji, kwa mfano mashauri mengine makubwa yakiwahusu waandishi wa habari, watetezi. Tutakumbuka kesi ya Eric Kabendera ni mojawapo ya taarifa ambayo ilikuwa ina trial observation report toka mwanzo alipokamatwa hadi baadaye alipokuja kutoka mahakamani. Yote hayo ni kuhakikisha kwamba tunafuatilia kwa ukaribu mienendo hii na kuhakikisha kwamba hata kule Loliondo, mtakumbuka Ngorongoro, walipokamatwa wale watetezi na viongozi wa jamii na kupewa kesi ya mauaji, pamoja na mashauri mengi tu ambayo ya kijinai yamekuwa yakiwakumba sasa wale watu ambao wamekuwa ni sauti ya jamii. Tumekuwa tukifuatilia, mengine ripoti zake zinakuwa sehemu ya ripoti zetu za kawaida, lakini zingine zinapata ripoti mahususi kama hii. Kwa hiyo hii ni taarifa ya awali ambayo taarifa kamili itatoka pale ambapo shauri hili litatamatika au litakamilika, ndo taarifa ya mwisho. Kwa hiyo mchakato wa trial observation, wa ufuatiliaji wa mashauri, ni mchakato ambao huko duniani kote na unakwenda sambamba na mashauri haya ya jinai, kutoa nafasi ya makundi mbalimbali ya kijamii, hasa sisi wa taasisi za kisheria, kufuatilia kwa mwenendo namna ambavyo mashauri yanaendeshwa, kwa kuangalia kama ile misingi inazingatiwa. Kwa hiyo kwa kufuatilia huku haimaanishi kwamba tunaingilia mwenendo wa kesi, kwa sababu uangalizi huu na ufuatiliaji hauhusiani kabisa na swala la jinai la watuhumiwa. Badala yake unahusiana na mwenendo, mchakato mzima. Hauna uhusiano kabisa na namna kesi itakavyoamuliwa na masuala ya jinai. Ni utaratibu ambao unaangalia toka mtu anapokamatwa mpaka pale ambapo mchakato wake unaishia. Na wakati mwingine watu wengine huwa hata mahakamani hawafiki, wanakamatwa. Tumeona matukio mengine watu wamekaa siku 30 chini ya polisi, tumekuwa pia tukifuatilia. Kwa hiyo ni mchakato ambao unaanzia toka mtuhumiwa anapokamatwa hadi pale ambapo shauri lake litafika mwisho. Ndio mchakato huu, na lengo la ufuatiliaji huu ni kama tulivyosema, sio kuamua iwapo mshtakiwa hana hatia au hana hatia. Ufuatiliaji huu duniani kote hauna uhusiano na kuamua mshtakiwa hana hatia au hana hatia. Hilo halipo na sio sehemu ya mchakato wa trial observation.
au kutoa maoni kuhusu msingi wa mashtaka. Ufuatiliaji huu pia hauhusiani kabisa na msingi wa mashtaka wala kuingilia mwenendo wa mahakama. Badala yake mchakato huu ni wa kawaida kama nilivyosema, na unalenga kutathmini iwapo mashauri yanaendeshwa kwa kuzingatia viwango vinavyotumika vya kikatiba, kisheria, kwa mujibu wa sheria za kimataifa, kikanda na masuala yote ya haki za binadamu na taratibu stahiki za kisheria, uhuru wa mahakama pia kutendewa kibinadamu kwa mtuhumiwa anapokuwa polisi au anapokuwa kule kizuizini kwenye magereza, lakini pia uwazi na upatikanaji wa haki pamoja na ushiriki wa wananchi na makundi mengine katika uendeshaji wa mashauri. Kwa hiyo ndio vitu ambavyo tunaangalia kwa sehemu kubwa. Kwa hiyo madhumuni sasa ya ufuatiliaji huu yalikuwa yakifuatilia kwa mfano na kutathmini kwa uhuru kukamatwa. Tunaangalia ukamataji ulikuwa umezingatia sheria, lakini mwenendo wa mashauri unavyokwenda, manake zile procedure tu na sio kwenda kwenye swala lenyewe la ujinai au sio jinai. Lakini tumekuangalia zaidi viwango kama vimezingatia viwango vya kimataifa, lakini pia kuangalia kuhusu kama mtuhumiwa alikuwa anasikilizwa. Tumeangalia, mmeona kabisa kwamba wakati mwingine mtuhumiwa alikuwa anasikilizwa akiwa na malalamiko yake, mahakama inasimamisha shauri lenyewe na kumsikiliza. Tumeangalia kuna mambo baadhi ambayo tumeona kwa kweli yalikuwa yanakwenda kwa ile misingi. Tumeangalia pia uhuru wa mahakama, uwazi katika utoaji haki, lakini kutendewa kibinadamu kwa mtuhumiwa mwenyewe anapokuwa magereza. Magereza ni sehemu ambayo pia mtuhumiwa tunamfuatilia kwa toka siku ya kwanza anaingia. Je, wanamtendea vipi akiwa magereza? Mtuhumiwa, kumbuka, sio mtu ambaye ameshapatwa na hatia, ni mtu ambaye anatuhumiwa na sio mhalifu. Na ndio maana sisi hatupaswi kuona mtu anaitwa mhalifu kwa sababu ni mtuhumiwa, na anapokuwa kule anapaswa kutendewa kama mtu ambaye hajafanya uhalifu wote mpaka pale mahakama itakapoamua sasa kwamba amekuwa ni mhalifu na uhalifu wake utatibiwa au utaweza kupata utaratibu wa kisheria kwa mujibu wa mahakama na sheria za nchi. Kwa ufuatiliaji huo ulikusudia kukuza uhazi, uwajibikaji na imani kwa umma kwa taasisi za utoaji haki, huku kitoa tathmini kuhusiana na zoezi zima. Kupitia zoezi hili, mtandao ulilenga kuhakikisha kuangalia maeneo mazuri ya mchakato huu wa kesi hii, lakini changamoto pamoja na kutoa mapendekezo ambayo yanaweza kuboresha uwajibikaji wa taasisi zetu, kuboresha mfumo wa kijinai pamoja na sheria zetu za nchi, na kushauri nchi nini kifanyike tunapokuwa na matukio au mashauri ya namna hii. Kwa ufuatiliaji wetu wa kesi hii ulihusisha kipindi cha toka nakamatwa tarehe 9 Aprili hadi tunafikia jana, manake ni siku takriban 500 toka wakili Tundu Lissu alivyokamatwa na kupelekwa mahakamani na shauri lake kuanza kufanyiwa kuendeshwa kwa mujibu wa sheria za nchi na mahakama zetu. Kwa hiyo pia tulikwenda mahabusu, ushiriki wa umma, kuangalia vyombo vya habari wanashiriki vipi katika kesi hii. Tuliangalia pia viwango vinavyozingatiwa vya kimataifa pamoja na mambo mengine. Mbinu ambazo tumetumia katika ufuatiliaji wa shauri hili. Taarifa hii awali inategemea kwa kiasi kikubwa taarifa zilizopatikana kupitia ufuatiliaji wa moja kwa moja wa mashauri haya au shauri hili mahakamani uliofanywa na wafuatiliaji na waangalizi wa kisheria toka mtandao wetu wa watetezi wa haki za binadamu. Matokeo yake pia yametokana na mapitio ya kumbukumbu za mahakama. Mahakama ilikuwa imetoa toka inaanza kesi, tumeona maamuzi kadhaa ambayo yamekuwa yakitolewa, nyaraka mbalimbali za maombi ya hati za viapo pamoja na sheria mbalimbali za nchi. Lakini pia timu yetu hii imekuwa ikienda mara kwa mara katika vizuizi, kwa mfano prison visit kule magereza, kufanya mawasiliano na mawakili wanaosimamia kesi, kufanya mazungumzo na mtuhumiwa mwenyewe Tundu Lissu. Kwa hiyo timu yetu THRDC iliunda timu ya mawakili pamoja na waandishi wa habari walikuwa wanafuatilia, ikiongozwa na wakili Kisabo, ambao wamefuatilia kesi toka siku ya kwanza mpaka siku ya jana, na wamekuwa pia wakienda kuzungumza na mtuhumiwa
na kuweza kujua changamoto ambazo wanakumbana nazo wanapokuwa kule vizuizini. Kwenye taarifa itawekwa bayana. Kwa hiyo pamoja na mambo mengine, mbinu hizi ndio huwa zinatumika katika kufanya trial observation, toka mtu anapokamatwa, toka anapokuwa polisi, anapopelekwa mahakamani na anapopelekwa kule magereza wakati shauri linaendelea. Kwa hiyo inakuwa ni kufanya observation, kuobserve, kufuatilia na kuweka kumbukumbu ya matukio yote ambayo. Lakini katika kufanya hivi tumekuwa tukizingatia sheria za kimataifa, sheria za kikanda, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na misingi mingine yote ambayo ipo ya uendeshaji wa mashauri ya makosa ya jinai, hasa makosa haya makubwa ambayo ni makosa makubwa katika taifa letu. Tumekuwa pia tukiangalia historia ya mfumo wa uendeshaji wa makosa kama haya, makosa ya uhaini, makosa makubwa katika taifa letu toka tumepata uhuru, na kuangalia kufanya ulinganisho namna gani kama taifa tunaweza tukaenenda katika kusimamia haki inapotokea Watanzania wanashutumiwa au wanatuhumiwa kuhusika na makosa makubwa kama haya.